Habari, naitwa Masaru Shelembi, ni afisa mkunga kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Tunavyokuwa tunasherehekea sikukuu za Mei Mosi kitaifa na kimkoa kwa upande wa mkoa wa Katavi, lakini pia kuelekea maadhimisho ya siku ya mkunga duniani ambayo huwa yanafanyika kuanzia leo tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 5 mwezi wa 5, ambao na yenyewe kitaifa yatafanyika mkoa wa Shinyanga, lakini sisi kwa upande wa mkoa wa Katavi yatafanyika wilaya ya Tanganyika, na pia kuelekea maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani ambayo kitaifa yanafanyika kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 12, na kwa mwaka huu kitaifa yanafanyika mkoani Iringa, lakini kimikoa yatafanyika hapa mjini Mpanda katika viwanja vya Azimio. Tunawakaribisheni sana kwenye sherehe za maadhimisho haya, lakini kwa leo ningependa tu tuzungumzie huduma ambazo zinatolewa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Hapa tunavyoona ni banda la hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Kwa leo tumekuja na maonesho tu ya baadhi ya huduma ambazo zinatolewa na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Kama mnavyoona hapa tuna sehemu ambapo wateja ama Watanzania watakaofika kwenye maadhimisho haya watafanywa vipimo vya kupima magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, ikiwemo pamoja na shinikizo la damu pamoja na kisukari. Kwa hiyo mteja akifika atafanywa vipimo eneo hili hapa. Lakini baada ya hapo pia tunayo maonyesho ya baadhi ya huduma tunazozitoa kama hospitali. Kwanza kwa sasa tumeshaanzisha huduma ya uchujaji damu hasa kwa wagonjwa wenye matatizo ya magonjwa ya figo. Kwa hiyo tunalo jengo ambalo linaitwa jengo la dialysis kwa ajili ya kuchuja figo. Na picha yetu hii hapa inaonesha mfano wa namna ambavyo tunatoa huduma ya uchujaji figo. Tunayo mashine iko hapa inaonesha namna ambavyo mgonjwa akishafika tunamuunganisha, na hapa ni mtoa huduma ambaye anamuunganisha huyo mgonjwa kwenye mashine kwa ajili ya kuchuja damu ili kuweza kumsaidia pamoja na ugonjwa huo wa figo. Lakini pili, kwa sasa tumeshaanzisha huduma kwa baadhi ya wateja ambao huwa wapendi kuchanganywa kwenye wodi zetu za kawaida. Kwa hiyo tuna huduma za wodi binafsi ambapo kama hospitali tumezigawanya katika madaraja matatu. Daraja la kwanza ni wodi binafsi za daraja la kawaida, ambalo hili sasa kunakuwa na chumba ambacho kinakuwa kina TV, kinakuwa kina kitanda, kinakuwa kina mashine kwa ajili ya kumhudumia huyo mteja, lakini kinakuwa chenyewe hakina choo. Kwa hiyo chumba hiki gharama yake ni shilingi 60,000 tu kwa siku. Kwa hiyo kwa mteja ambaye hapendi kuchanganywa na wagonjwa wengine anaweza akatumia huduma hiyo. Lakini pia tuna chumba cha daraja la kati ambacho chenyewe kinakuwa na huduma kama hizo za kwenye chumba cha kawaida, isipokuwa kunakuwa na huduma ya choo. Chumba hiki chenyewe gharama yake ni shilingi 100,000 tu kwa siku. Na chumba cha tatu ni chumba cha daraja la juu ama tunaita VVIP. Chenyewe kinakuwa ni chumba ambacho kina kila kitu mpaka huduma ya chai inatolewa. Kwa hiyo chumba chenyewe kinakuwa na gharama ya shilingi 200,000. Lakini tunapokea pia kwa wateja wa bima ambao bima zao zinaweza zikalipia, lakini zinaweza zikalipia kwa pamoja ama zinalipia kidogo. Kwa hiyo kutakuwa tu na nyongeza. Kwa mfano, kwa mteja ambaye bima yake inalipa shilingi 15,000, kwa chumba cha kawaida ataongezea shilingi 45,000. Na kwa mteja ambaye analipa shilingi 15,000, kwa chumba kile cha daraja la kati ataongezea shilingi 85,000. Na kwa chumba cha daraja la juu ambaye ana bima inayolipa kawaida shilingi 15,000 ataongezea shilingi 185,000. Isipokuwa tuna wale wateja ambao wana bima ya daraja la juu, mwenyewe anaingia katika vyumba vyote isipokuwa chumba cha daraja la juu ambacho kitamhitaji kuongezea shilingi 50,000 tu. Baada ya hapo tunazo huduma za mama pamoja na mtoto. Kwenye huduma ya mama na mtoto kama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi tumejipanga, na kwa kweli tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kiongozi wetu wa serikali ya awamu ya 5, amefanya uwekezaji mkubwa sana katika eneo la mama na mtoto. Kwa hiyo tunapokea kina mama pamoja na watoto wenye changamoto tofauti. Wapo watoto ambao wanazaliwa wanashindwa kupumua. Tunao wataalamu na tunao mitambo ambayo inatusaidia kuwasaidia watoto hawa ambao wana changamoto za kupumua. Lakini tuna mitambo pia na tuna wataalamu wa kuwahudumia kina mama wenye changamoto mbalimbali kama vile kifafa cha ujauzito, wale wenye shinikizo la juu la damu, lakini na wale ambao wanatoka damu nyingi wakati wa kujifungua.
Kwa hiyo tupende tu kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Katavi na manispaa ya Mpanda tunavyokuwa tunasherehekea sikukuu hizi za Mei Mosi, na tunavyokuwa tunasherehekea maadhimisho ya siku ya mkunga duniani pamoja na siku ya muuguzi duniani. Wakaribie katika hospitali yetu ya mkoa wa Katavi kwa ajili ya kupata huduma kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na Mama Samia Suluhu Hassan, kiongozi wetu wa serikali ya awamu ya 5.